mnafanyia yana. Hebu njoo hapa juu, acheni uhuni wenu. Picha ipigwe kutoka hapa, ili msipeleke vile vipicha vyenu vya hapa na hapa. Moshi, punga mkono, punga mkono. Bahari ya mikono, bahari ya mikono, bahari ya mikono. People! People! No reform! No reform! Moshi, asante sana. Ninawashukuru sana Moshi kwa kujitokeza kwa wingi namna hii. Tumekuja kwenu kwenye operation ya chama chetu inayoitwa No Reform, No Election. Kwa nini tumeanzisha operation hii? Na kwa nini viongozi wote waliopanda hapa wamezungumza kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi? Sasa tusipokuwa makini na tusipoeleza vizuri, nchi hii inaongozwa kwa propaganda. Watakuja hapo watamwambia walikuwa wanazungumza uchaguzi kwa sababu uchaguzi unawahusu wao tu, uchaguzi haukuhusu wewe. Uongo kweli? Ndio maana wamekuwa wakiwafanya mnafikiri uchaguzi ni jambo la wanasiasa na sio jambo lenu. Mtu akiiba kuku wako, uko tayari kupigana mpaka kufa. Uongo kweli? Lakini mtu akikuibia uchaguzi, unaona hilo sio jambo lako. Ndio maana wakina Mboya walibiwa uchaguzi, wananchi hamkujitokeza kupigania uchaguzi wenu. Ndio maana sisi tuliondolewa bungeni, wananchi hamkujitokeza kwa sababu hamkuamini kama uchaguzi ni kwa ajili yenu. Sasa mimi nataka mnisikilize kwa makini, niwaambie kwa nini uchaguzi ni mali yenu. Hii hapa ni katiba ya nchi yetu ya mwaka 77. Ni katiba mbovu kweli kweli, lakini ina vipengele vinavyohusu wananchi, na ndivyo nitakavyosoma. Ibara ya 8 ya katiba yetu inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Hicho ni kifungu A. Kifungu B, lengo kuu, sio lengo tu, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Ibara ya 8. Ibara ya 9, nasoma kipengele I. Kwa mujibu, yani kwa kipengele I, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondoa umaskini namba 1, ujinga namba 2, maradhi namba 3. Kwamba utajiri wa nchi yetu utatilia mkazo kuondoa umaskini, maradhi na ujinga. Ibara ya 27. Nivumilie kidogo, sababu ya jamaa baada ya kuweka jukwaa ambalo ningeweka hizi nondo, sasa wameniletea shida. Ibara ya 27(1), kila mtu ana wajibu wa kulinda mali asili ya Jamhuri ya Muungano, mali ya mamlaka ya nchi, mali yote inayomilikiwa kwa pamoja na wananchi, na pia ya mtu mwingine. Sasa ndugu zangu, katiba yetu inasema msingi wa mamlaka na madaraka yote ni wewe mwananchi. Kwamba wewe badala ya kwenda bungeni, mtu wa Tarime aende bungeni, watu wa Arusha waende bungeni,
Watu wa Dar es Salaam twende bungeni tukajiwakilishe. Hakuna ukumbi wa kutosha sisi wote kukaa. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akawa mbunge. Badala ya sisi wote kuwa marais wa nchi, hiyo nchi haitakuwa na serenity, haitakuwa na utulivu. Tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu awe kiongozi wetu. Badala ya sisi wote kwenda halmashauri kama alivyokuwa anasema Meya Mboya, tunateua mtu mmoja kwenye kata yetu aende akawe diwani. Ndio maana ya kifungu hiki, kwamba msingi wa mamlaka na madaraka yote ni nyie wananchi. B, hiyo serikali ambayo mmeweka kwa mujibu wa katiba hii, lengo lake kuu, lengo namba moja, itakuwa ni ustawi wako. Nikisema ustawi maana yake ni nishe. Uishi vizuri, ulale pazuri, uendeshe gari, usome, utibiwe, upate pension utakapofikisha umri wa kustaafu. Ndio maana ya ustawi. Si serikali itawajibika kwa wananchi. Ukisoma kifungu cha 9, yani ibara ya 9, inasema utajiri wa nchi yetu utakuwa ni kwa ajili ya kuendeleza watu, kuwaondoa kwenye umaskini, maradhi na ujinga. Sasa ndugu wa Tanzania, nchi hii ina ukubwa wa kilomita 945 kilomita za mraba. 945,000 ndio ukubwa wa nchi yetu. Ukichukua Kenya, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukichukua Uganda, ukiziunganisha kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimwambia ni kilomita ngapi? 945. Kwa hiyo sisi ni nchi kubwa kulinganisha na nchi zote za Afrika Mashariki. Nchi yetu imebarikiwa sana. Ni nchi tajiri, pengine inaweza kuwa nchi ya pili au ya tatu duniani kwa kuwa na rasilimali nyingi na za kutisha. Nchi hii ukianzia ukanda wenu wa kaskazini, tuna mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima ambao una mita zaidi ya 5,000 na mamia, ambayo futi 19,000. Ndege ikiruka juu inakwenda futi 20,000. Mlima wenu ule una futi 19,000 juu kwenda juu. Mlima mrefu wa pili duniani, na maelfu ya watu wanakuja hapa kutoka Ulaya, kutoka kila pembe ya dunia kuja kushuhudia maajabu hayo. Mlima wa pili tu duniani baada ya mlima Everest. Ni nchi ambayo hapo Mererani ina madini yanaitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania, Mererani hapo. Huo ni ukanda wa kaskazini. Tunazungumza kuhusu mbuga. Ukianzia Serengeti, ukaenda Ngorongoro, ukaenda Ruaha, ukaenda Mikumi, ukaenda Seru, ukaenda Katavi, ukizunguka, mbuga zetu ni kubwa. Mbuga peke yake ni kubwa kuliko nchi ya Rwanda na Uganda combined. Yaani ukiziunganisha nchi ya Rwanda na Uganda ni ndogo kuliko ukubwa wa mbuga tulizo nazo. Ni nchi ambayo ina ziwa pana kuliko yote Afrika, la pili duniani ziwa Victoria. Ni nchi ambayo ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani ziwa Tanganyika. Ukienda kule kwetu Tarime, ukianzia Tarime unakutana na dhahabu. Ukienda Msoma unakutana na dhahabu. Ukienda Kwimba unakutana na dhahabu. Ukienda Geita unakutana na dhahabu. Ukienda Misungu unakutana na dhahabu. Ukienda Shinyanga dhahabu. Nenda Chunya Mbeya dhahabu. Nenda Singida dhahabu. Nenda Dodoma dhahabu. Nenda mpaka Ruangwa kwa waziri mkuu dhahabu. Nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ukienda Kagera, ukiacha ziwa Victoria, unakutana na madini yanayoitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu tunazozitumia yanatoka Tanzania. Nchi hii ina madini ya urani.
madini yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia na umeme wa nyuklia yanatoka Tanzania. Nchi hii ina gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Ina chuma. Ukienda Rudewa, sehemu nyingine Mungu aliweka chuma chini ya ardhi. Sisi alitutengenezea mlima unaitwa Liganga, mlima wa chuma. Tunaweza kutumia miaka 100. Nondo, sui machuma ya kutengenezea magari, sui nini, mabati, miaka 100. Na Mungu alivyotupendelea, maeneo mengine amewapa chuma, alafu akawanyima makaa ya mawe ya kujeyushia chuma, kwa sababu chuma kinayeyushwa na makaa ya mawe. Sisi akatupa chuma, alafu akatupa makaa ya mawe pale pale Mchuchuma, kilomita 50 kutoka Liganga, alafu akatuwekea na mchanga wa kusafishia hicho chuma pale Iringa. Kwa hakuna kitu tunatoa nje. Tuna bahari. Tuna bahari. Bahari yetu. Yaani mkondo wetu wa bahari una urefu wa kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga. Kwa hiyo tuna mlango wa bahari, ambao mlango wa bahari Mungu ametupa sisi, alafu akaweka nchi 6 landlocked ambazo zina mlango wa bahari. Tunazungukwa na Rwanda, tunazungukwa na Burundi, tunazungukwa na Uganda, tunazungukwa na Malawi, tunazungukwa na Kongo, tunazungukwa na Zambia. Hazina mlango wa bahari. Sisi tuna mlango wa bahari. Maana yake ni nini, watu wa Moshi? Kagame alisema akipewa bandari ya Dar es Salaam peke yake, watu wote watakaa nyumbani na ataendesha nchi za Afrika Mashariki na Kati bila kufanya kazi nyingine yote kwa kutumia bahari. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu Kongo wakivuna dhahabu, wakivuna kopa, wakivuna magogo, ili yaende Ulaya, huwezi kubeba kwenye ndege, yanapita kwenye maji, kwenye bahari. Mungu ametuwekea maji pale, hayaishi kesho wala leo. Wewe unachohitaji kufanya ni kujenga gati. Gati ni stendi, mama, stendi ya meli, ambapo meli ikisimama itashusha mzigo au itapakia. Hilo gati walijenga wakoloni kabla ya uhuru, akaja Mwalimu akaiendeleza, akaja Mkapa akaiendeleza, akaja Mwinyi akaiendeleza, akaja Kikwete akaiendeleza, Magufuli aliendeleza zaidi. Sisi tulitofautiana kabisa na Magufuli, especially mimi, kwenye mambo yake ya udikteta, kuumiza watu na kuumiza demokrasia. Lakini kwenye kulinda rasilimali za nchi alikopi modo ya Chadema na alijitahidi sana. Akajenga bandari ya Dar es Salaam, akaongeza geti namba 6, namba 7 na namba 8. Akanunua mashine mpya za 0 hour. Nikisema 0 hour ni kama kwenye gari tunasema 0 kilomita. Akaziweka pale. Maana yake nini? Akawa anatengeneza ushindani, competitiveness, na bandari ya Mombasa na bandari ya Beira Msumbiji, kwamba mizigo ya Rwanda, Kongo, hata ya Ethiopia isipite Kenya, ipite kwenye bandari yetu kama kuna efficiency zaidi, kama kuna ufanyaji kazi zaidi, kama kuna utendaji wa haraka zaidi. Kwa sababu meli zinakwenda pale, zinakaa, zinashindwa kushusha mzigo muda mrefu, wafanya biashara wanapata hasara. Kwa hiyo yeye akawa anaboresha ili kuwepo na efficiency, kushusha mizigo kwa haraka, competitiveness, ili tu attract watu wengine wapitishe mizigo kwenye bandari yetu. Maana yake ni nini? Maana yake mtu akiiba, akaua, akafanya chochote kule Rwanda, akinunua gari inapita kwenye maji yetu. Maji yametupa bure, tunapata fedha. Akinunua greda inaenda Kongo, inapita kwenye maji yametupa Mungu bure, pesa inaingia Tanzania. Hiyo bandari, huyu mama alipoingia, Moshi people, alipoingia huyu mama, ameikabidhi kwa Waarabu wa Dubai mpaka Kiama.
mpaka mwisho wa dunia, kwamba sisi watu milioni 63 hatuwezi kuendesha bandari. Tunawapa Waarabu wako milioni 3 Dubai, milioni 3. Hawa watu wa Dubai mwaka 61 walikuwa wako 70,000. Nye watu wa Moshi mjini leo mko 200,000. Ni wengi. Actually Moshi mjini wako sasa nasema wako ngapi? Wapiga kura wenyewe mko karibia 200,000 na kitu. Yaani wapiga kura tu wa Moshi mjini ni wengi kuliko Dubai ilivyokuwa mwaka 61. Dubai ni jangwa. Ukisikia Dubai ukafikiri ni eneo, ni kwa sababu tu imejengwa, ni jangwa. Kuna wakati huwezi kutembea nje, hata vituo vya kushushia abiria inabidi viwe na AC kwa sababu ya joto. Leo tumechukua bandari zetu, wao milioni 3, sisi 63 tumewakabidhi bandari waendeshe. Uwanja wa ndege wa Kia aliujenga Mwalimu Nyerere. Wanapita watalii wanaokuja Northern Circuit hapa. Wanatua watalii zaidi ya milioni 1.5 na watu mbalimbali kwenye huo uwanja. Akitua mtalii analipa dola 55, akiwa anaondoka analipa dola 55. Dola 110. Shilingi 300. Huo uwanja eti sisi hatuwezi kuusimamia, hatuwezi kuuendesha, wamekabidhiwa Waarabu wa Omani ndio wanauendesha uwanja. Tuna nchi hapo. Watu wa Moshi tuna nchi hapo. Nchi yetu inachezewa. Nchi yetu inaharibiwa. Vijana hawana ajira, hawana kazi. Sio kwa sababu nchi hii ni maskini, kwa sababu tuna viongozi wajinga madarakani ambao wameshindwa kubadilisha nchi hii. Leo CCM wanasoma Irani, wanasema watatengeneza ajira milioni 8. Rais anasema sio wajibu wa serikali kutengeneza ajira. Yule msoma Irani anasema watatengeneza ajira milioni 8. Mnara wa Babeli. Kila mtu anazungumza lugha yake. Rais anasema hivi, huyu anasema hivi. Sasa ndugu zangu, hizo ajira wanazitengenezaje? Iko hivi. Nchi ya Korea mwaka 1950 Korea walipigana vita ya wenyewe kwa wenyewe. Korea Kaskazini na Korea Kusini. Korea ni civil war. Walikufa mamilioni ya watu, walikufa watu milioni 8. Miundombinu yote ilipigwa, barabara zilibomolewa. Mwaka 53 wanamaliza vita. Baada ya miaka 3 watu wanakula mizizi ya miti. Korea watu wanakula mizizi ya miti, wanakula udongo kwa hali ilivyokuwa mbaya. Leo Korea ukinunua TV yoyote imeandikwa Samsung Korea. Ukinunua simu Samsung Korea. Ukiona gari inaitwa Hyundai Korea. Ukiona Korea inatupa msaada sisi. Tumepata uhuru mwaka 61. Korea watu wanatembea peku kwa jinsi hali ilivyokuwa mbaya. Sisi tumeshapiga hatua. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda, akaacha kiwanda cha Philips Arusha. Kilikuwa kinatengeneza redio, kimekufa. Leo Philips ingeendelezwa, tungekuwa tunatengeneza TV hapa. Mwalimu Nyerere aliacha General Tyres, kiwanda cha kutengeneza tairi. Mimi nimekuwa, baba yangu ananunua tairi za General Tyres za Arusha. Maana yake ni nini? Kwamba uchumi wetu unazunguka miongoni mwetu. Leo tuna bodaboda kila kitongoji, kila maelfu ya bodaboda kwenye nchi. Uongo kweli? Tairi ya bodaboda ikiisha kule Chunya, au ikiisha Kemakolere, au ikiisha Ketagasembe kijijini kwetu nilikozaliwa, au hapa Moshi, pesa inatoka hapa inakwenda Guangzhou China kuagiza tairi ya bodaboda. Si kama mnanielewa? Kama General Tyres ingekuwepo inatengeneza tairi, maana yake ni nini? Maana yake hicho kiwanda kingekuajiri wewe. Pesa ingetoka kwa bodaboda Kemakolere kule au Kitagasembe ikaingia General Tyres. General Tyres ingekuajiri wewe. Wewe ukipata pesa kutoka General Tyres unajenga, unamlipa huyu fundi. Huyu fundi akipata pesa ananunua mboga kwa huyu mama. Huyu mama akipata pesa anamwagiza bodaboda mletee mboga nyingine. Bodaboda akipata pesa anakunywa mafuta kwenye mtu mwenye mafuta. Yule anaajiri mlinzi. Pesa inazunguka miongoni mwetu.
pesa inatoka hapa inakwenda China kuagiza tairi za bodaboda na baiskeli. Utatengenezaje ajira? Unaundaje ajira? Kama wewe una nchi ambayo unaagiza toothpick kutoka China, made in China, miti hii hapa, vijiti vya kutolea nyama kwenye meno inaagizwa China. Tuna akili hapa? Kuna akili hapa? Si mlikuwa na kiwanda cha coffee curies hapa? Si mlikuwa mna Moshi, Kilimanjaro na Kagera iliendelezwa kwa sababu ya coffee, kwa sababu ya kahawa. Uongo kweli? Na ndugu zangu, kahawa haijawahi kushuka bei duniani. It's the most traded commodity in the world market after crude oil. Baada ya mafuta ya magari, bidhaa inayouzwa zaidi kwenye soko la dunia namba 2 sio dhahabu, ni kahawa. Na nielewa vizuri. Leo ingia kwenye simu zenu. Hizi simu msizitumie kupiga picha tu na selfie. Angalia bei ya kahawa ya Robusta kwenye soko la dunia kwa kilo ni $8. $8, shilingi 20,000 kwa kilo. Wachaga walishafieka mikahawa yao yote kwa sababu tuliambiwa ilikosa bei. Uongo kweli? Wasukuma wanalima pamba. Pamba haijawahi kushuka bei kwa sababu pamba itaisha thamani siku watu wote tukianza kutembea uchi. Ndio siku pamba itaisha thamani. Lakini kama tunavaa nguo, kama tunajifunika shuka, kama tunajifunika mablanketi, hakuna siku pamba itaisha bei. Msukuma analima pamba Shinyanga, analima pamba Geita, analima pamba hata sisi Mara tunalima pamba, wanalima pamba Simiyu, wanauza shilingi 1,150 kwa kilo. Inatoka hapa. Mwalimu alijenga kiwanda cha pamba hapa. Uongo kweli? Hapa kwenu Moshi. Uongo kweli? Leo pamba inatoka hapa inakwenda India. Inakwenda kutengenezwa zile pamba za kufutia vidonda hospitali. Umeuza kilo shilingi 1,100. Inakwenda ile pamba inafungwa kwenye kikaratasi. Gramu 250 unanunua kwenye duka la madawa au hospitali shilingi 10,000. Kuna akili hapo? Kuna akili hapo? Unatengenezaje ajira? Principle ya uchumi, unaweza kutengeneza ajira kama una uwezo wa kuzalisha na ukaagiza kitu kile tu usichokuwa na uwezo nacho kutengeneza. Ndio kanuni ya uchumi. Ni kama baba unazalisha, unakunywa pombe pesa zote, hakuna siku utajenga. Au chukulia mfano wa mto na ziwa. Kwa nini ziwa linaweza kuwa na maji mengi kwa muda mrefu, alafu mto haui na maji? Unapitisha tu, hata ukifurika kwa muda, baadaye maji yanafanya nini? Kwa sababu mto unatumika kama conduit. Ziwa lina uwezo wa kushikilia. Hebu fikiria hivi. Nisikilizeni. Leo tuna migodi ya dhahabu kila sehemu nchi na vijana wetu wana ajira. Ripoti ya CAG, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, mwaka jana amesema hivi: serikali ya Rais Samia imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Matumizi yasiyokuwa na tija. Sasa hiyo ametumia tafsida kuficha ukali wa maneno. Kwa mfano mimi naweza kusema naenda msalani, badala ya kusema naenda wapi? Unaficha ukali wa maneno. Kwa hiyo ni kama mkaguzi amesema hivi: serikali ya Rais Samia imefanya matumizi ya kijinga bilioni 571. Sasa bilioni 1 ni milioni 1,000. Sasa migodi ipo, maeneo yapo, vijana wa Kitanzania wanaambiwa hawezi kuchimba kwa sababu hawana mtaji, wanapewa wa China. Fikiria hivi. Tungeunda vikundi vya vijana 200 alafu tukawapa bilioni 1 au 2. Hiyo ni bilioni, ni vikundi karibia 571. Hivyo vikundi vikizalisha dhahabu, yani wakapewa eneo la kuchimba, wakizalisha dhahabu, leo kwenye soko la dunia dhahabu gramu 1 ni shilingi 300,000. Nikisema gramu nieleweni, ni ule wembe ukiuchukua ukavunja hivi, kale kamoja ulikovunja ndio gramu 1, shilingi 300,000. Sasa vijana wetu 200 tukaunda vikundi, tukawapa bilioni 1, tukawapa na maeneo yaliyotafitiwa na serikali yenye mali, tukamwambia chimbeni hapa. Huyu kijana wakitoa dhahabu, wakiuza wanagawana.
Huyu atataka kujenga, atanunua simenti kwa mtu anayeuza simenti. Huyu atamwajiri kibarua, pesa itazunguka. Huyu atanunua gari, atakuajiri wewe. Huyu atajenga library au duka la madawa, atamwajiri pharmacist. Pesa itazunguka. Na ndio kanuni. Wajibu namba 1 wa serikali ni kutengenezea watu wake uchumi ili wawe na uwezo wa kulipa kodi, kutengeneza liquidity kwa watu. Sasa leo Wachina wanapewa, wanachimba dhahabu, wanaenda kuuza na kujenga nchi yao, kwa sababu tunaambiwa hatuna mitaji ya kuwapa vijana wetu, lakini tuna pesa za kutoa goli la mama. Na nyinyi mnakaa vijiweni mnasema sisi Simba tumepata goli la mama. Mmerogwa nyinyi. Yaani nyinyi mmerogwa. Sio bure. Nchi inachezewa. Hakuna anayejali maisha yako. Ndio maana leo rais wa nchi Gwajima anazungumza kuhusu uhai wa watu. Badala ya rais amiri jeshi mkuu kutoka kuzungumza kuhusu maisha ya watu, anamshughulikia Gwajima. Na kauli ya rais ni hatari. Ndio maana Lissu, Magufuli aliposema amekasirishwa na Lissu, kesho yake Lissu alishambuliwa kwa risasi. Kauli ya rais ni kauli ambayo inaweza kuleta madhara makubwa sana. Inakuaje watu wanatekwa, mtu wa kwanza, mtu wa pili, mtu wa tatu, mtu wa 4, mtu wa 10, mtu wa 20 wanatekwa? Binadamu ndugu zangu halinganishwi na kitu chochote. Binadamu ni kiumbe aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu. Gari tunayotumia hii ni wazo la binadamu mmoja. Ndege inayoruka angani ni wazo la mtu mmoja. Leo amepotea Deusdedit Soka, kijana wa miaka 25 wa Chadema. Amepotea Alphonse Mawazo, ameuawa. Amepotea Beni Sanani, amepotea. Tunazungumza Kipanya, amepotea. Juzi amepotea Kiswahili. Unajuaje kama Soka ndio angezaa mtoto mmoja akavumbua dawa ya kansa ikatuokoa wote duniani? Unajuaje kama leo Mdude Nyagali wa Chadema ameweza kuzaa mtoto akavumbua dawa ya ukimwi na akaokoa dunia nzima? Mimi nilikuwa kijijini miaka michache iliyopita, natembea shuleni miguu peku. Leo niko hapa na hutubia, maelfu ya watu wananisikiliza. Kwa hiyo uhai wa mtu usingeweza kulinganisha na kitu. Mtu aliyeniona miaka 30 iliyopita angefikiri mimi labda ningekuwa mchoma mkaa fulani vijijini. Na nikisema hivyo sio kwamba na wadharau wachoma mkaa. Nasema kwamba maisha ya mtu ni Mungu mwenyewe anayepanga. Unawezaje kuruhusu mtu anauawa kwa sababu ameandika kwenye mtandao? Tunachohitaji, tunachoomba kwenu ni mtuunge mkono. Tunaomba Moshi mtunge. Tubadilishe nchi hii. Tuna uwezo. Inakuaje ndugu zangu? Inakuaje nchi hii vijana wana ajira, lakini serikali ina pesa za kufanya fancy, matumizi ya hovyo, matumizi ya kijinga. Maisha ni magumu. Wewe unahangaika sokoni hapa, fundi anahangaika na jenga, kila mtu, wakulima wanahangaika wanalima. Ukivuna ndizi yako ukiingiza barabarani kuna ushuru wa serikali. Uongo kweli? Baada ya nusu saa hizo fedha zikiingia kwenye mfuko wa serikali zinageuka kuwa fedha za Samia, fedha za mama. Choo kikichimbwa hapa barabarani, choo kikichimbwa Moshi, mama ametuchimbia choo, kana kwamba kabla ya huyu mama tulikuwa twendi chooni. Sasa huyu mama anaogopa nini? Anasema nakubalika. Ameweka mabango kila kona. Sisi Chadema tumesema tunataka uchaguzi huru na haki, tushindane kwa hoja. Huyu mama asimame hapa, Lissu asimame hapa, ipigwe dakika 90, wananchi waone. Saa 12 asubuhi atakuwa kwao Kizimkazi. Uongo kweli? Tunahitaji uchaguzi huru na haki. Ndicho tunachokipigania. Haiwezekani tena katika nchi hii tukaenda kwenye uchaguzi huru na haki. Tulikwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Mimi nilikuwa mbunge. Wakatuondoa wote, wakaondoa wenye viti wa vijiji, wakaondoa madiwani, wakaongoza wote. Mwaka 2021 Mungu akamchukua Magufuli. Huyu mama akatuita baada ya kukaa na mwenyekiti Mbowe kwa miezi 8. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu tulienda Ikulu. Akasema yeye ni Muislamu, hataki dhuluma. Akatuapia
akatuambia na kwenda kujenga nchi, hata nikiwa rais wa term moja, lakini itabadilisha nchi. Akaja na mambo manne: rebuild, reform, resilience. Akasema atatekeleza hayo mambo. Leo tunamuomba reforms alizoahidi, anaishia kumweka Lissu ndani. Akatuahidi hata iba uchaguzi. Mwaka jana alifanya nini? Maingira njoo. Huyu kijana, huyu wakili wa mahakama kuu ya Tanzania, huyu ni miongoni mwa wakili 56 wanaomtetea Tundu Lissu, na huyu amesoma sekondari, akaenda Ilevo, akaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo cha kwanza nchi hii, akamaliza degree ya sheria, akaenda law school, akamaliza, ameenda kugombea kijiji kwao, anaambiwa hajui kusoma na kuandika. Na tuna watu wanaitwa usalama wa taifa wanachekea mambo haya. Mnachoma nchi moto, hasira mnazopata. Leo hii tunaambiwa kwamba chuo kikuu cha kwetu namba 1 kinatoa graduate asiyejua kusoma na kuandika, na maprofesa wapo kimya. Nchi gani? Mkwe wa rais Mchengerwa amekata wagombea wa Chadema 26,000. Alafu Mchengerwa anasimama anawatambia wa Tanzania, anasema yuko tayari kulinda nchi hii kwa gharama ya damu. Mchengerwa, wewe ulindi nchi hii kwa gharama ya damu, unalinda utawala wa mama mkwe wako. Usitutishe. Tunaposema haya, wanatuwinda watuue. Sisi wengine tunafanya kazi hii kama watu tuliokufa juzi, na Mungu atatuweka hai. Wanataka tunyamaze ili wauze nchi hii. Inawezekanaje? Katikati ya utajiri watu wetu ni maskini, watu wetu hawana kazi za kufanya. Hebu fikiria hivi, hii ni nchi gani ambao wazee wetu wanapewa tasa shilingi 30,000 baada ya miezi mitatu, na wanabebeshwa mawe, wanachimba mitaro, sisi wanafanya nini? Shilingi 30,000. Sisi Chadema tumesema hivi, nisikilizeni watu wa Moshi. Kila mtu, kila mmoja wetu anajenga nchi hii. Wewe mkulima, wewe ndio unayetulimia chakula, sisi tunakula. Wewe mkulima ndio unayewalimia wafanyakazi wa serikali, wanapata chakula, wanakaa ofisini. Wewe mkulima ndio unayetulimia chakula, na sisi Chadema tunakaa hapa tunakula chakula kimetoka shambani kwako. Wewe fundi ujenzi ndio uliyejenga shule wanazotumia wafanyakazi. Wewe ndio uliyejenga hizo shule. Wewe fundi ujenzi ndio umejenga ofisi inayokaa rais. Wewe mchoma mkaa ndio uliyetuchomea mkaa, tukakaa nyumbani tukatumia mkaa wako, na wewe unajenga nchi. Na wewe bodaboda ndio unayetuendesha kwenye bodaboda yako, sisi hatujui kuendesha. Wewe dereva unaendesha lori, wewe ndio unayetuletea mizigo na sisi tunakula. Chadema tumesema kwa sababu kila mmoja anajenga nchi. Ukifikisha miaka 60, kila Mtanzania atapewa pension ya serikali kwa sababu na yeye amehusika kujenga nchi. Sio watumishi wa serikali tu wanaojenga nchi. Kila mmoja wetu anajenga nchi kwa namna moja au nyingine. Uongo kweli? Na kila mtu anastahili hifadhi ya jamii. Tutatoa pension kwa kila Mtanzania. Tutatoa bima ya afya kwa kila mtu. Tunahitaji tubadilishe nchi. Tunahitaji tusimamie rasilimali zetu zinazoibiwa, tubadilishe nchi. Kila mtu aishi cobalt, tukawa na almasi, tukawa na makaa ya mawe, tukawa na chuma, kwa sababu Mungu alipenda tuishi vizuri. Nchi hii na mismanagement ya hali ya juu, tusaidieni tuibadilishe. Ndio maana tunasema no reforms. Haiwezekani ndugu zangu, mechi ya Simba na Yanga alafu refali awe Haji Manara. Inawezekana hiyo? Au mechi ya Simba na Yanga